mimi naamini kwamba mpaka FIFA wanakuja kuchunguza, manake wamepata taarifa. Kama ikitokea wamekubali kucheza dabi ya tarehe 25 pasina kupewa sababu ya kwa nini mchezo wa tarehe 15 umeahirishwa. Chachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambako hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Alex Ngeleza. Mwamba kweli kweli, mtu wa madini. Anamwaga madini wewe. Niko vizuri. Umeanzaje pale? Nini? Ukipanda pantosha utavuna pankwisha. Kwetu sisi ndo kwanza mkoko unaalika maua, ndo kwanza kuna kucha Ngeleza. Sawa. Ngeleza, mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli. Siku ya jana tuliweza kuona ligi kuu Tanzania bara ikiendelea kutimua vumbi. Vigogo hawa wawili wa Simba na Yanga wote walishinda ushindi ule ufanana, yani sare. Simba 5, Young Africans nao 5. Maneno ni mengi ndani ya ligi kuu Tanzania bara baada ya dabi ya Kariakoo kusogezwa mbele. Inasemekana FIFA wenye mpira wao tayari washaanza kutolea macho ligi yetu. Tuanzie hapo. Ni kweli ama ni maneno tu ambayo yanaendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii? Kuhusu issue ya FIFA au ya 5-5. Tuanzie ya FIFA. Tuanzie ya FIFA. 5-5 sale ngoma draw tunaweza kusema. Sawa. Sasa unajua kwenye issue ya FIFA hizo ni taarifa ambazo zipo, na of course mimi pia nimejaribu kufuatilia kwa taarifa ambayo na mimi nimeipata kwenye ufuatiliaji wangu ni kwamba TFF wako chini ya uchunguzi sasa hivi na wanachunguzwa na FIFA kutokana na masuala ya migogoro ambayo inaendelea kwenye vilabu nchini Tanzania. Ni kitu ambacho FIFA wanakiangalia kwa karibu kwa sababu inaonekana kama kuna watu ambao wana influence hiyo migogoro iweze kutokea, lakini pia kuna watu ambao wanashiriki kwenye masuala ya maamuzi ndani ya shirikisho ambao sio watu wa mpira. Umeelewa vizuri? Yaani kwamba inaweza kwa wakati mwingine unatokea mgogoro, alafu ule mgogoro unaisha kwenye mazingira ambayo inaonekana kama watu wa mpira sio ambao wamemaliza huo mgogoro, ila umeweza na watu wengine wa nje, na ndio maana FIFA wameingilia kati na kuja kutuma wataalamu ambao watakuja kufanya uchunguzi. Na kwa taarifa ambayo mimi nimeipata ni kwamba wanachunguza miezi 3 iliyopita mpaka sasa hivi. Lakini pia wana taarifa kwamba uchaguzi mkuu wa TFF ambao utafanyika Agosti 16 pale Tanga una changamoto ndani yake. Kwa hiyo pia ni moja ya vitu ambavyo watakuja pia kuvitazama kwa ukaribu, kuangalia shughuli mbalimbali za uchaguzi zitakuwa zinaratibiwa vipi na mambo yatakwendaje, ili kuhakikisha kwamba wanapatikana viongozi sahihi kwa wakati ambao ni sahihi. Lakini pia hiyo migogoro ambayo ipo kati ya TFF na vilabu inasababishwa na nini na kitu gani ambacho wanaweza kufanya kuhakikisha kwamba wanasolve hiyo migogoro, wanapata suluhisho kwa kitu gani ambacho kinaweza kwenda kufanyika kwa ajili ya kuokoa mpira wa Tanzania. Lakini ujue kama itabainika kwamba kuna watu ambao wanaingilia maamuzi ya mamlaka za soka, kuna uwezekano mkubwa tukaja tukafungiwa, kwa sababu FIFA ndo wenye mpira. Yaani ujue sisi Tanzania hatuna mpira. Mpira unachezwa kwetu, lakini mpira sio mali yetu. Yaani duniani kote mpira ni mali ya FIFA, na ndio maana wao wanaweza kukufungia muda wowote wakijisikia. Na baadaye mkija kuomba mnakuja kuomba tena, wanakuja kufanya uchunguzi wao, wanajiridhisha, ndo wanawarudishia tena mpira. Kwa hiyo wana mamlaka ya kufunga na kufungua, ni wao wanaamua wenyewe. Sasa kuna kanuni zao ambazo wameziweka kwamba ukienda kinyume na zile kanuni wanakufungia. Kwa mfano kama inabainika kwamba TFF wanaingiliwa kwenye maamuzi na watu wa serikali au watu ambao sio wa mpira, maana yake kuna uwezekano mkubwa tukaja tukafungiwa. Lakini kibainika labda kwamba kwa watu wa mpira ndani yake kuna vitu haviko sawa, FIFA wana uwezo wa kuweka viongozi fulani kwa muda mpaka pale ambapo mambo yatakaa sawa, ili kuhakikisha kwamba mpira unachezwa kwenye mazingira ambayo ni mazuri. Kwa hiyo ni taarifa ambayo ipo, na ni mimi kwa taarifa zangu ambazo pia nimejaribu kutafuta kwa maeneo tofauti ni taarifa za kweli. Kwa hiyo tusubiri tuone, kwa sababu uchunguzi wao hawawezi kuja kusema kwenye vyombo vya habari kwamba sasa hivi tunamchunguza Karia au sasa hivi tunaenda kumhoji Fred Kidao au labda sasa hivi tunaenda kumhoji Steven Mguto. Hapana. Wao wanafanya vitu vyao taratibu na wanakuja kutoa taarifa yao pia kwa watu wahusika, na kama ni tutafungiwa pia itatoka taarifa ambayo unaikuta pale sasa kwenye eneo la utoaji wa taarifa la FIFA. Umenielewa? Na ukishafungiwa pale maana yake unakuwa
wewe sasa kwa wakati kwa wewe sio mwanachama wa FIFA wala wa CAF. Kwa hiyo itabidi usubiri mpaka ufunguliwe. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kuja kutokea, lakini tuombe tu dua wa Tanzania ili tusije tukafungiwa. Tupo katika hali tete hivyo. Yeah, of course mpaka inafika hatua unachunguzwa maana kwenye hali tete. Unajua shida ni kwamba watu wa mpira ni wanafiki sana. Yaani viongozi wa vilabu hawa ni wanafiki namba moja kwa shirikisho la soka. Unajua mimi naamini kwamba mpaka FIFA wanakuja kuchunguza maana wamepata taarifa. Sasa FIFA huwa wana njia mbili za kupokea taarifa. Wanaweza kupokea taarifa kutoka kwenye klabu moja kwa moja au wanaweza kupokea taarifa kutoka kwa mdau. Wakishapokea zile taarifa, hizo taarifa bila kujua kwamba wamepokea kwa mdau au wamepokea kwenye klabu moja kwa moja, wanabaki nazo ndio wanakuja kufanya uchunguzi. Lakini pia wanatunza siri. Yaani kwa mfano wewe sasa hivi ukienda kushtaki ukienda kuwashtaki TFF kule FIFA kwamba labda kuna jambo hili na hili na hili linaenda ndivyo sivyo, wao hawasemi kwamba wewe ndio umesema. Wao wanakuja tu kufanya uchunguzi. Kwa hiyo wao pia wanatunza siri, lakini watu wa mpira kwa nini nasema ni wanafiki? Kwa sababu mnaweza mkakubaliana kitu afu wakaenda kinyume na vile ambavyo mmekubaliana. Umenielewa? Sasa naamini kwamba kwa haya yote ambayo yanaendelea, FIFA kuja kuchunguza miezi mitatu iliyopita mpaka sasa hivi na nini, ni kwa sababu ya dabi. Yaani hawezi kuwa na sababu nyingine. Ni hapa tu kwenye dabi hapa. Inasemekana Msimbazi kuna mambo yanaendelea. Kuna mvutano. Of course inasemekana hivyo, na mimi pia nimehisi pia kitu kama hicho, kwa sababu unajua tangu mechi ya tarehe 15 imeahirishwa mpaka leo hakuna taarifa yote ambayo Simba wameitoa. Hawajasema wanakubali kucheza tarehe 25 wala nini. Wapo kitu wapo tu kimya. Kwa hiyo ile pia na mimi pia inanipa alert kwamba inawezekana kuna kitu hakiko sawa ndani ya Simba, lakini ambacho mimi naweza nikakisema kwenye ile sakata, Simba watakuwa wameonyesha unyonge mkubwa na watakuwa wamewakosea heshima wanachama wao na mashabiki wao kama ikitokea wamekubali kucheza dabi ya tarehe 25 pasina kupewa sababu ya kwa nini mchezo wa tarehe 15 umeahirishwa. Kwa sababu kwenye taarifa ambayo imetolewa na bodi ya ligi ya kuahirisha mchezo wa tarehe 15 kuchipeleka tarehe 25 haijaeleza sababu ni nini. Sasa huwezi kutupa tu taarifa kienyeji au huwezi kuahirisha tu mchezo kienyeji. Unapotaka kuahirisha mchezo ni lazima uwe na sababu za msingi. Na zile sababu za msingi zinapaswa kufikiwa kwa wadau. Sasa bodi ya ligi waliahirisha mchezo wa tarehe 15 pasina kutoa taarifa kwamba kwa nini wanaahirisha mchezo wa tarehe 15. Maana yake Simba wao wanapaswa kuhoji kuhusu sababu za kwa nini mchezo wa tarehe 15 uliahirishwa bila sababu za msingi, na hata sababu moja haijainishwa pale kwenye ile barua. Apart from that, wakati huo mchezo unaahirishwa kutoka tarehe 15 kwenda tarehe 25, Young Africans wamekubali kucheza mchezo wa dabi. Na wakati Yanga anakubali kucheza mchezo wa dabi, matakwa yao ambayo walikuwa wanalalamikia mwanzoni kwamba Almas Kasongo ajiuzulu, Steven Mguto ajiuzulu, Wilfred Kidao ajiuzulu, wameondolewa wa viongozi hawa wawili. Ameondolewa mwenyekiti wa bodi ya ligi, ameondolewa Almas CEO amesimamishwa kazi. Maana yake mchezo kuahirishwa kutoka tarehe 15 kwenda tarehe 25 ni influence ya Yanga. Sasa kwa nini isikilizwe klabu moja zisikilizwe klabu zingine? Ni kitu ambacho Simba wanatakiwa kuhoji. Na hawa viongozi wa Simba ni viongozi ambao wanachama wao wanawaamini, mashabiki wao wanawaamini. Itakuwa ni jambo la ajabu kama watakubali kwenda kucheza mchezo wa tarehe 25 bila kupewa sababu za kwa nini mchezo wa tarehe 15 umeahirishwa, na wao pia wapate hizo sababu wazipeleke kwa wanachama wao. Na kama itatokea ya bodi ya ligi watasema sababu ni uwanja, Simba walishauliza kuhusu uwanja, wakaambiwa uwanja uko tayari kwa ajili ya mchezo, na waliambiwa kabisa kwamba mpaka sasa hivi kinachotakiwa kufanyika ni kuhakikisha kwamba mchezo ule ambao wao wanavyoenda waende uwanjani, lakini lazima wafuate taratibu ambazo zinatakiwa. Kuna baadhi ya mashabiki wa Simba ambao wanaamini kwenda kucheza mchezo huo kwao ni unyonge. Wako sahihi Ingereza kwa mantikio? Kwamba yani hawaitambui dabi ya tarehe 25. Kwa mfano mimi ningekuwa mwanachama wa Simba, hata mimi ningekuwa miongoni mwa wale ambao hawaitambui dabi ya tarehe 25. Kwa nini nitambue dabi ya tarehe 25 wakati sijapewa sababu ya kuahirishwa kwa dabi ya tarehe 15? Yaani kwa mfano tu mimi ningekuwa mwanachama ningeuliza tu hivyo. Na nisingekubali timu yangu iende kucheza mchezo wa tarehe 25.
Nisingekubali kwa sababu sijapata sababu ya msingi ya kwa tarehe 15 mchezo hujachezwa. Kwa hiyo vitu visipelekwe kienyeji. Yaani mpira ni interest za watu wengi. Sasa haitakiwi kusikiliza interest za upande mmoja. Kilichofanyika kutoa mchezo tarehe 15 kupeleka tarehe 25 ni kusikiliza interest za upande huu mmoja, kitu ambacho sio sawa. Zinapaswa kusikilizwa interest za walio wengi. Kwa hiyo mimi kama mfano ningekuwa mwanachama wa Simba, nisingekubali timu yangu ipelekwe uwanjani tarehe 25 kwa sababu hakuna sababu za msingi za kuahirishwa kwa mchezo tarehe 25, full stop. Ungedai alama 3. Ama unaona nini hatima ya hili ukiendelea kugoma? Kwa sababu nisingedai alama 3 kwa sababu hatujaenda uwanjani. Kwa sababu pia taarifa ya kuahirisha mchezo ilishatolewa. Ila ningehoji kwa viongozi. Kwa nini viongozi wamekaa kimya hawajatoa taarifa yoyote kuhusu hatima ya mchezo wa tarehe 15 kuahirishwa? Kama viongozi walipewa sababu, kwa nini hawajatuambia sisi wanachama? Na kwa sababu sisi wanachama ndio wenye timu, tuna haki ya kugomea timu kwenda uwanjani tarehe ngapi? 25. Hapo nazungumza kama ningekuwa mwanachama wa klabu ya Simba na watu wanielewe. Nimezungumza kama ningekuwa mwanachama wa klabu ya Simba. Lakini kwa sababu mimi sio mwanachama wa klabu ya Simba, wao wenyewe wataamua kwamba wanaenda wapi.